Mimi kwa majina naitwa Dr. Henry Anselmo Mayala. Ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo kutoka taasisi ya Jakaya Kikwete ya iliyoko Dar es Salaam. Kwanza mwaka huu mwezi wa 9 tumetimiza miaka 10 tokea taasisi yetu imeanza, na tumekuwa tukitoa hizi huduma kwa jamii, tukifanya kambi mbalimbali zaidi ya mikoa 20 na tumeshazunguka mpaka saizi tukifanya hii tiba mkoba kwa ajili ya matibabu ya moyo. Huduma zinazopatikana pale kwetu mpaka sasa zimesaidia kupunguza rufaa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu ya moyo. Operation nyingi kubwa za moyo kwa ile za kupandikiza mishipa ya damu tunaita bypass ya kwenye moyo, kwa mishipa iliyokuwa imeziba zinafanyika pale kwetu. Kubadilisha valve zaidi ya moja zinafanyika pale kwetu. Na mwaka jana tulifanya operation moja ya kihistoria ya kubadilisha valve ya mshipa wa aorta ile kwa kutumia tundu dogo bila kupasua kifua. Inaitwa TAVI, ilishafanyika. Kwa hiyo mpaka sasa taasisi yetu inafanya mambo makubwa sana. Na hapa tulivyokuja tunakuwa tunawapima wagonjwa na kuwaelimisha kuhusiana na magonjwa yasiyoambukizi ambao kwa sasa ndio magonjwa hatari sana. Uzito uliopitiliza, kisukari, pressure na mara nyingi sana shinikizo la damu hili, na haya magonjwa yasiyoambukiza kwa ujumla yanakuwa yana dalili. Wengi wanapokuja katika vipimo hapa ndo wanagundulika kwamba wana shida ya shinikizo la damu au sukari inakuwa haijakaa vizuri, au unakuta wengine kama tulivyozoea kwenye maisha yetu kwamba ukisikia uchovu uliopitiliza au kichwa kidogo unaenda unanunua Panadol. Lakini tunavyowaletea huduma kama hivi, tunawapima watu, tunawasaidia kujua matatizo yao na vile vile kuweza kuwasaidia na matibabu, na wengine tunawapa rufaa ambao wanahitaji huduma ya ziada zaidi. Miaka ya zamani kuanzia miaka ya 90 na mwanzoni wa miaka ya 2000, watu waliokuwa na shida ya matundu ya moyo, hasa watoto, walikuwa wanapelekwa India kwa ajili ya matibabu, karibu zaidi ya 90%. Vile vile watu wenye shida ya valve za moyo walikuwa wanaenda kufanyiwa India. Asilimia kubwa ya watu wenye mishipa ya damu iliyokuwa imeziba kwenda kuzibua mishipa walikuwa wanaenda South Africa, Nairobi au hata India. Na hayo ni matatizo mengine ambayo mtu hata kusafiri unaweza ukashindwa kusafiri kutokana na hali yako, kwamba mtu anakuwa anaumwa sana. Na vile vile siku hizi kuna operation ya kupandikiza ule mshipa mkubwa kama umetanuka au umechanika wa aorta ule. Ile ni operation moja kubwa sana ambao na yenyewe watu walikuwa wanaenda nje kufanyiwa. Operation inaitwa Bento. Lakini saizi hizo huduma zote zinapatikana pale Jakaya. Kwa zaidi kwa sasa hivi ni chini ya 1% ya wagonjwa ambao wanapelekwa nje kwa ajili ya matibabu. Na hiyo nakuta ni kwamba kuna baadhi ya operation chache sana ambazo hatujaanza ambazo haziwezi kufanya, au watu ambao wanakuwa na magonjwa ya ziada ambao wanahitaji kufanyiwa tunaita hybrid, vitu kutibiwa kitu zaidi ya kimoja ndo anaweza kaenda kule, lakini wengi wanafanyiwa pale kwetu. Tunashauri angalau mara 2 kwa mwaka ni vizuri upime afya yako, kujua shinikizo, kama una shinikizo la damu, kama una pressure. Na vile vile hapa tunapokuja tupimi tunakupa elimu kwamba ni vyakula gani unatakiwa ule, upunguze wanga kwenye chakula chako. Watu wengine watakwambia uache, lakini sio, tunashauri ni bora upunguze ule kwa kiasi kidogo. Wanga inahitajika kwa ajili ya wewe kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Kwa pamoja na kwamba unakuja kupima unapata elimu, hata ukikutwa uko vizuri tunakupa elimu ya uweze kuishi vipi kuweza kufanya afya yako endelee kuwa vizuri. Kwa angalau mara 2 kwa mwaka ni vizuri kupima. Na washauri wa wananchi, kwa sababu kama sasa hizi tunatoa hii huduma bure hapa, ni fursa muhimu sana kuja kujua hali zao. Wengi wao wanaogopa kujua hali zao, lakini sisi tunashauri ni vizuri ujue. Ukianza matibabu mapema unaweza ukakuongezea siku za kuishi zaidi kuliko unakuja tayari una dalili, moyo umeshaanza kuchoka.